أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عما بعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada zangu katika imani, tuendelea na darasa yetu, na leo hii nitazungumzia kuhusu umuhimu wa maisha ya dunia na akhira. Dada zangu katika imani, amesema Muadh ibn Jabal radhiallahu anhu katika wasia wake, lazima uwe na sehemu yako ya dunia hii, lakini unahitaji zaidi sehemu yako ya akhera. Kwa hivyo anza na sehemu yako ya akhera na uichukue, kwani itapita juu ya sehemu yako ya dunia hii na kuipanga vizuri kwa ajili yako, na utakwenda nawe popote uendapo. Anasema pia Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran suratul Qasas aya ya 77, wabtaghi fima ataka Allahu ad-dara al-akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya, na utafute kupitia kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekupa, nyumba ya akhira, wala usisahau sehemu yako au fungu lako la dunia. Dada zangu katika imani, tunapaswa sisi sote kuharakisha kufanya matendo mema na kutafuta kupitia kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ametupa, yani katika mali na pesa, yani tutafute nazo nyumba ya akhira, kama vile tusivyosahau sehemu yetu kadhalika au fungu letu la dunia. Dada zangu katika imani, kanuni hii thabiti ya Qur'an ilikuja wakati wa hadithi ya Qarun, ambaye alidanganywa na utajiri wake na nafsi yake yenye kutawaliwa na uovu. Alipoambiwa kama ilivyokuja katika aya hiyo ya hapo awali katika Quran suratul Qasas aya 77, baada audhu billahi minash shaitani rajim, wabtaghi fima ataka Allahu ad-dara al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wala tabghi al-fasada fil ard inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Tafuta kwa yale aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala nyumba ya akhera, wala usisahau fungu lako la dunia. Nafanya mema kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyokutendea mema, wala usitafute kusababisha uharibifu katika nchi. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala awapendi waharibifu. Alipoambiwa Qarun aya hii, akasema Qarun, yani laanatullahi alayhi, yani kwa kiburi, nilipewa haya ila yani kwa sababu ya ujuzi wangu nilionao. Dada zangu katika imani, aliyesema haya katika suratul Qasas aya ya 78. Dada zangu katika imani, ushahidi ni kwamba sheria hii ni ya kiwango kikubwa katika kushughulika na mali ambayo ni kitu Allah subhanahu wa ta'ala amewakabidhi waja wake kama amana. Kwa sababu hii imekuja katika hadith an Usama ibn Zaid radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala faqumtu ala babi aljanna fakana amata man dakhalaha almasakin wa ashabu aljaddi mahbusun. Yani akasema, imekuja katika hadith kuwa imepokewa kutoka kwa Usama bin Zaid radhiallahu anhu kwamba hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, nilisimama katika mlango wa pepo, wengi wa watu wake walioingia ni maskini, huku watu matajiri wakiwa wamezuiliwa kwanza. Haya yamepokewa na Imam Bukhari na ni hadithi nambari 5196, na kadhalika imepokewa na Imam Muslim na ni hadithi nambari 2736. Qala al-allamat Ibn Baz rahimahullah, fadalla ala anna al-fuqaraa asbaqa ila al-janna liqillati hisabihim amma al-aghniya fahum yataakharuna lima yatarattab ala ghinaihim
ala ghinahim wa amwalihim min alhisab wanadhri fi shuunihim falihadha yataakharuna an dukhuli ljanna. Yani amesema kadhalika al-Allama Ibni Baz, Allah amrehemu, katika kuifasiri hadithi hii ya kwamba hadithi hii inadhihirisha wazi kuwa siku ya Kiyama mafukara, yani maskini, ndio watakaoingia peponi kwanza kwa sababu ya uchache wa hisabu zao, ama watu wenye utajiri wao watacheleweshwa kwanza kwa sababu ya yale waliohusiana, yani yanayohusiana na utajiri wao na mali zao, kutokana na kuhisabiwa na kutazama mambo yao, na kwa ajili hiyo matajiri watachelewa kuingia peponi hata kama watakuwa ni katika watu wa peponi. Dada zangu katika imani, makusudio la haya yote ni kubainisha fadhila na ubora wa utajiri au ubora wa yani ufakiri au maskini kwa yule ambaye atakuwa na subra na kutaraji malipo ya subra yake katika yani ufukara kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba haitakikani kwa maskini au fakiri kuathirika wala kuhuzunika kutokana na uhaba wa mali pale atakapokuwa na subra na kutaraji malipo ya subra yake kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala huwapa waja wake mitihani yani kwa yapendezayo na yaumizayo, kwa utajiri na kwa ufakiri au kwa umaskini, na atakaye shukuru kwa utajiri na akawa na subra wakati wa mitihani, huyo atakuwa katika kheri kubwa na atakuwa ni miongoni mwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wateule waliowema. Haya yanapatikana katika majmu'ul fatwa za Ibn Baz. Dada zangu katika imani, mojawapo ya faida na sifa kubwa yani za dini hii yani ni kwamba ni dini inayohitaji usawa katika kila kitu bila kuzidisha au kupunguza, bila msimamo mkali au kutojali katika masuala ya dini au mambo ya kidunia. Hivi ndivyo kanuni hii inavyosema kama ilivyokuja katika Quran, Suratul Qasas aya ya 77. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wabtaghi fima ataka Allahu ad-dara al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya, na utafute kupitia kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekupa, nyumba ya akhira, wala usisahau fungu lako la dunia. Dada zangu katika imani, tukitafakari haya tunagundua kwamba kanuni hii imejumuisha amri 4 kuu ambazo zinahitajika sana kwa matajiri, yani wabtaghi fima ataka Allahu ad-dara al-akhirah. Kwanza kabisa katika amri ya kwanza kuu ni kama ilivyokuja katika aya hiyo niliyosoma, na utafute kupitia kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekupa makao ya akhira. Kwani akhira, dada zangu katika imani, ni wakati ujao ambapo kila mtu mwenye akili lazima ajitahidi kwa ajili ya uongofu na kufanya maisha yake ya sasa kuwa maandalizi yake ya akhira, na kufanya juhudi yake katika maisha yake kuwa kupanda kwa ajili ya siku ya mavuno. Dada zangu katika imani, Qarun alikuwa na njia za kupanda akhira ambazo watu wengi hawakuwa nazo. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala kutafuta kufanya matendo mema, kwa hiyo kutafuta kufanya matendo mema ndani yake, hakutafuta kufanya matendo mema ndani yake na kutoa sadaka na kadhalika, na kujiweka mbali na matamanio na kupata raha tu ya dunia kama alivyokuwa Karun. Dada zangu katika imani, na kuhusu amri ya pili kuu ni kama ilivyokuja katika hiyo aya, wala tansa nasibaka minad dunya, na usisahau fungu lako ya ulimwengu huu. Yani Allah subhanahu wa ta'ala hamlaumu yoyote kwa kuchukua fungu lake katika dunia hii. Hii ni basi tahadhari katika mawaidha, kwa kuhofia kwamba yule anayeonywa miongoni mwetu atachukizwa na mawaidha ya muonyaji, kwa sababu
walipomwambia Qarun wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhirah, na utafute kupitia kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekupa nyumba ya akhira. Walimaanisha kwamba aache, yani Karun aache raha za dunia hii na asitumie pesa zake wala mali yake isipokuwa katika njia inayomridhisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Dada zangu katika imani, kuhusu amri ya tatu, yani ni kama ilivyokuja katika aya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik, na yani na ufanye mema kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyokufanyieni mema. Yani na kutenda mema, dada zangu katika iman, kunajumuisha katika harakati za jumla za akhira, lakini ilitajwa hapa ili kujenga juu yake nini? Hoja, kwa kusema kama ahsanta, kama ahsana Allahu ilaik, yani kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyokutendea mema. Na kama, neno kama ni kwa ajili ya kulinganisha, yani ikimaanisha kama Allah subhanahu wa ta'ala anavyokutendea mema. Dada zangu katika imani, ama kuhusu amri ya nne katika kanuni za Qur'an, ni kama ilivyokuja katika hiyo katika aya wala tabghil fasada fil ard inna Allaha la yuhibbul mufsidin, wala musifanye ufisadi katika ardhi, hakika Allah hawapendi waharibifu. Hii ni onyo dhidi ya yani kuchanganya matendo mema na ufisadi, kwani ufisadi ni kinyume cha matendo mema. Kwa hivyo amri ya kufanya mema inahitaji nini? Kukatazwa kwa ufisadi. Inna Allaha la yuhibbul mufsidin, yani hakika Allah hawapendi waharibifu. Dada zangu katika imani, maelezo zaidi kuhusiana na aya hii kwa ufupi ni kwamba aya hii imeelekezwa kwa matajiri, yani kutafuta pepo kupitia utajiri na neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa. Hii inamaanisha kumshukuru Allah, wao kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake na yani kuzitumia kwa njia inayomridhisha. Licha ya hayo, dada zangu katika imani, pia wamehimizwa matajiri kutopuuza kufanya kazi katika dunia hii kwa ajili ya akhera, ili kuepushwa na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu lengo la kweli la kuwepo mtu katika sehemu ya dunia hii ni kufanya kazi ya kuijenga akhera yake. Pia kuna himizo ya kufanya mema kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyowafanyia mema, ikimaanisha kufanya mema kwa kumtia Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyowatendea mema kwa kuwapa neema zake. Pia Allah subhanahu wa ta'ala ameonya kuhusu ufisadi, yani ufisadi ni kinyume cha mema. Hii ni onyo dhidi ya kuchanganya matendo mema na ufisadi. Shukran jazila wa barakallahu fikum.